kwa niaba ya kanisa na parokia ya Tabuga, kuna program ambapo siku ya Ijumaa tarehe 8 tutakuwa na memorial service katika kanisa letu la PCA Neema Church ambalo liko karibu na St. Mary's Pastoral. Na baada ya hiyo ibada ya makumbusho tutarudi tuende pale Kiundo saa 8, na hapo Kiundo tutakuwa na procession, peaceful procession ya kutoka pahali pale hadi hapa kanisani, ili tuweze kufahamisha ulimwengu wote ya kwamba tumehuzunishwa na kifo cha ndugu yetu. Karibuni nyote katika ibada na vile vile katika procession hiyo. Asanteni. Nayo Jumatatu ndipo takuwa na mazishi ya ndugu yetu pale Nyeri, na tunawakaribisha vile vile. Karibuni. Hamjambo. Kwa jina ni John Moira, mmoja wa washiriki katika parokia ya PCA Tabuga, na siku ya leo tumepata wageni kutoka dini ya Kiislamu ambao wamekuja kuomboleza nasi kifo cha mchungaji Julius Ngare Ndumia. Karibuni na asante kwa kutufikiria na kuja kwa pamoja nasi. Karibuni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Leo hii kwa majina anaitwa Sheikh Athman Masud, katibu wa kongamano la maimamu, ambapo tumefika leo hii katika parokia hii ya PCA hapa Lanet kwa ajili ya kutoa rambirambi zetu kutokana na mauaji ya kikatili ambayo kwamba yalimetendeka kwa mchungaji Bwana Ndumia, ambapo kwa mujibu wa maandiko matakatifu ya Qur'ani katika sura ya 5 aya 32, Mwenyezi Mungu anasema ya kwamba kwa ajili ya mauaji ya wale wana wawili wa Adamu, basi Mwenyezi Mungu amehukumu ya kwamba yeyote ambaye kwamba atatoa uhai wa nafsi pasina hatia yeyote ama pasina ufisadi wowote, basi mtu huyo ni kana kwamba ameua watu wote. Kwa hivyo sisi kuja kwetu hapa tumekuja kutokana na mahusiano mema ambao kwamba tuko pamoja na ndugu zetu ambao kwamba sio Waislamu, na pia tunakuja kwa ajili ya kukemea tukio lile ambalo kwamba limetokea ambalo kwamba la mauaji, na miongoni mwa wenzetu tu ambao kwamba hatuwajui ama hawajulikani, lakini tunaamini ya kwamba Mwenyezi Mungu anawajua, na tunamwomba Mwenyezi Mungu aweze kuwaangaza wale ambao kwamba wote waliofanya tendo hili la kikatili, ili waweze kukabiliwa na sheria vile inavyowezekana. Na vile vile tuko hapa kwa ajili ya kutoa wito kwa watu, kwa jopo zima la amani, la security, la usalama, jopo la usalama, ya kwamba mambo kama haya yaendelee kufanyiwa upelelezi wa hali ya juu, na waendelee, kwa sababu serikali iko na mashinari zote. Hatuoni ni kwa nini mpaka saa hizi bado hawajawaweka mbaroni wale ambao kwamba wanahusika. Tunaamini ya kwamba serikali iko na mashinari zote ambao kwamba wamepewa na katiba yetu na vile wamepewa na wananchi. Kwa hivyo tuko kwenye hofu ikiwa mambo kama haya yanaweza kumtendekea mchungaji, ni yupi aliyesalia ambaye kwamba hawezi kumpata mambo kama haya? Kwa hivyo serikali tunataka majibu haraka iwezekanavyo, ili
muweze kuwakamata wahusika wote. Tunaungana pamoja na Mheshimiwa Ngunjiri, ile sentiment ambayo kwamba aliitoa, ule mwito aliotoa, tunaungana hapa, tunatilia nguvu hilo kauli ambayo kwamba alioisema, tunaitilia nguvu hiyo iweze kutekelezwa na serikali na maafisa wote wa usalama waweze kufanya. Otherwise tunasema ya kwamba pole kwa washiriki wote wa parokia hii ya PCEA pamoja na familia nzima ya ambayo kwamba inahusika na marehemu Ndumia. Tunasema pole sana, na tuko na rambirambi zetu hapa za maandishi. Tunapenda kumkabidhi rasmi Bwana John ambaye kwamba ndiye katibu wa parokia hii aweze kuwasilisha kwa ofisi kuu ya kanisa hili. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bwana John, tafadhali. Allahu akbar. Asanti kwa kutupatia hii message ya condolence na kutupatia support wakati huu, na Friday ikiwezekana muwe nasi pale Kiundu kuanzia saa 8 inshallah. Karibuni. Asante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Kwa majina mimi naitwa Ali Kariuki mimi ni msemaji wa United Congregation of Imams na kwa Waislamu kwa jumla. Kitendo hichi ni cha kuudhi na ni cha kusikitisha sana, kwa sababu tunakuja wakati wa election, na election zikija katika historia ya Kenya huwa kuna mambo ya violence, mambo ya mauaji ya kikatili utokea. Sisi tunaweza sema kwamba hii ni early warning, na challenge kubwa iko kwa serikali yetu imejipangaje, kwa sababu poor planning ita result kama yale yametokea miaka iliyopita. Na pia tunalani wale ambao wanaeneza hate speech, hasa wanasiasa. Wakieneza hate speech hizi, wao wanaondoka, wananchi wanawachwa wakigongana vichwa. Hili jambo ambalo wanakuja nalo la one term, two term, na hakuna yule anakuja anasema kwamba tunataka viongozi wale ambao wako na maadili mazuri. Maadili hakuna, lakini kile wanataka maadamu ni one term, hata umbwa ikisema ni one term iingie. No, hatuwezi enda katika hiyo. Kwa hivyo tunaomba wale ambao katika civic education, wale ambao katika makanisa, misikiti, waeneze amani katika kila pembe na wajaribu kufanya civic education bila uoga. Na kama kiongozi yale anaeneza ni mabaya, yatalete madhara mabaya, anafaa kuchukuliwa hatua bila ile kuhurumiwa, kwa sababu afadhali yeye asimamishwe kuliko kunyamaza wananchi 20 ama 100 wapoteze maisha yao. Kwa hivyo tuko pamoja na familia hii, na sisi Waislamu tuko pamoja na tuko tayari kuungana na wao kuhakikisha wale ambao wametenda kitendo hicho cha kinyama wamechukuliwa hatua na sheria iweze kuchukua mkondo wake. Kwa hivyo tumeshukuru sana Bwana John kwa kutukaribisha vizuri hapa, na utapeleka pole zetu kwa familia na uambie tuko pamoja na wao mpaka mwisho. Asanteni sana. Rafik Mohamed kutoka kwa sehemu ya Nakuru City na katika sehemu ya Nakuru County, na tunakumbuka 2007 wakati jamii walikuwa na hofu sana wakati ya elections, lakini tunarudi pia kwa jamii yetu kama community, tuwe na kitu ambaye tunataka kuhimiza sana, inaitwa community policing. Na hapa tunasema kwamba ni jukumu ya kila mwananchi kujua kwamba tuko na the first foundations ambao sisi wote tunathibitisha katika nchi yetu. Na ya kwanza ni kwamba tunaabudu Mungu moja, na sisi wote tuko pamoja kama one humanity. Tunasema kwamba tunataka watu wajue kwamba
to protect and preserve lives ni duty ya mwananchi wote. To safeguard property ni majukumu ya kila mmoja wetu, na pia ku uphold the constitution ni wajibu ya kila mmoja wetu. Tunapolilia serikali, pia sisi tukue chonjo, tuamke, tusaidiane kwa ndugu na kwa uhai, ya kwamba ni jukumu yetu kupigania maisha idumu. Tunataka tuwe na uwiano mwema katika jamii yote. Tusibaki nyuma kupiga kelele kusema ni siasa na sisi wenyewe ndo tunaongea kuhusu mwenzako kwa njia ambayo haifai. Wakati ya siasa iko na bado haijatangazwa, ni wajibu wetu kuangalia chanzo ya hii mambo inatokana na nini. Saa hii kuna a lot of what we call mental health issues. Kuna pia umasikini. Kuna watoto ambao wanatembea wanatumia mahadarati, wengine wamepoteza mwelekeo. Kwa hivyo tunaomba kina mama, wazee, vijana, wale ambao wanatuongoza katika dini na serikali pia, tuwe kitu kimoja kuongea kuhusu amani na tukemee yale ambayo inatuvunja kama jamii. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Elizabeth Wanjiro. Mimi ni woman aspirant wa Nakuru County, na hii janga ilitupata kwa mshtuko kusikia kwamba mchungaji ameuawa kwa compound ya kanisa, na tukajiuliza kama mchungaji anaweza tolewa ndani ya kanisa na uawe hapo, sisi wananchi tuko safe kweli? Ni wapi tuko safe? Ni nyumbani, ni barabarani, ni sokoni, ama ni wapi? Ni jukumu ya serikali yetu kuchunga wananchi wake ili tusije tukapata majanga kama haya, sababu hii ni majanga mabaya na ambayo inastua sana. Serikali yetu tunaiomba isikize hata wananchi vile wanavyosema, vile wanavyoongea, ndio hata kama kuna jambo, hiyo jambo ijulikane mapema. Tunasema tusikize ground. Kusikiza ground ni kusema tunaweza kupata mambo ambayo inaendelea kwa mahali popote ambao tuko. Na labda hiyo mambo tukisikiza na tusikie kuna something ama fununu, kuna kitu kama hichi ambazo zinaweza kutendeka, tuko supposed kushout, si kunyamaza. Tunashout, tunasema tunasikia hivi na hivi. Na labda kama kuna mtu labda angekuwa ameshout, amesikia hii jambo mapema, labda hii jambo haingetendeka kwa mchungaji wetu. Sasa ni sisi kama wananchi tuchukue jukumu letu la kujua we are our brother's keeper. Ndio tusikize mambo inaendelea aje, kuko vipi, na tutende mambo ilivyo. Nayo serikali ichukue jukumu yake, ifanye vile inavyostahili kufanya, na ndio iprotect wananchi wake. Tunajua tukiwa na Mungu atakuwa pamoja nasi na ataendelea kutulinda, na hii mambo kamwe tunasema isitendeke tena, sababu ni mambo mbaya na ni ya kuhuzunisha sana. Nataka kuita coordinator wetu naye aseme jambo. Hamjambo wananchi. Majina yangu ni Juri Wawero, mkaaji wa Raneti, Nakuru. Kwanza ni kuleta rabirabi zangu na za familia yangu kama Waweros kwa hii jamii ya Dumia na PCA Taboga kwa ujumla, na hii parokia pia ya Taboga. Mimi nikiwa coordinator wa chama cha DCP, pia nimeleta rabirabi za wanachama wa DCP tukiongozwa na Rigathi Gachagua. Mjue ako pamoja nasi, tunakemea hii jambo, na jinsi mnavyoona leo tumeweka kazi zetu kando, tumeweka siasa kando, tumeweka mambo mengine kando, tukashikana. Kama mnavyoona tuko na Waislamu mbele yetu. Asanteni sana kwa kututembelea. Sisi kama wanalanet tunashukuru na tunanyenyekea. Ningeomba kusema mambo kadha wa kadha, mawili ama matatu, kwa sababu mimi pia ni binadamu, na wakati hili jambo linatukuta pia mtu anajiweka kwa hicho kiatu, sababu hatujui leo na hatujui kesho na hatujui kesho kutwa. Tunaomba kukemea hili jambo.
wakati lilitukuta tulihuzunika mno. Mimi ni siku yangu ya pili, sijaweza kufika mahala hapa, lakini leo nashukuru Mungu nimepata nguvu ya kukuja kuleta rabirabi zangu na pia kushikana na wanataboga kukemea hili jambo. Tunasema imani idumu, na tunasema familia ya Bwana Dumia na kanisa nzima ya Taboga, Mungu awape amani na awape nguvu kwa wakati huu mngumu. Tunajua watu watasema it's well, of which tunajua it is not well. For sure it is not well. Kama mchungaji anaweza endewa kwa nyumba yake, sisi kama watu wa kawaida tunajiuliza sisi tu mahali wapi, sababu mchungaji na kiwango chake hatujui. Lakini tunaomba serikali yetu itupe security venye inafaa, of which tunasema security starts with us. Hata sisi raia pia tuko na jukumu, sababu wakati mwingi tunajuaga wale wahalifu sababu wanaishi na sisi, lakini tunafaa pia kuchukua jukumu na kupanua vinywa zetu wakati tunaona mambo yanaenda mlama. Lakini tunajua Mungu yuko pamoja nasi, atatupa nguvu kwa wakati huu mngumu, na ailaze roho yake Bwana Dumia pahali pema. Asanteni. Kwa niaba ya kanisa na parokia ya Tabuga, nataka kurudishia shukurani wageni wetu ambao wamekuja ili kututembelea na kuomboleza nasi. Tunasema ni asanti kwa kutoa hayo masaa na dakika ili muwe pamoja nasi ili tuweze kuomboleza kifo cha mchungaji Reverend Ngare Dumia. Tuna program ambapo siku ya Ijumaa tarehe 8 tutakuwa na memorial service katika kanisa letu la PCA Neema Church ambalo liko karibu na St. Mary's Pastoral. Na baada ya hiyo ibada makumbusho, tutarudi tuende pale Kiundo saa 8, na hapo Kiundo tutakuwa na procession, peaceful procession ya kutoka pahali pale hadi hapa kanisani ili tuweze kufahamisha ulimwengu wote ya kwamba tumehuzunishwa na kifo cha ndugu yetu. Karibuni nyote katika ibada na vile vile katika procession hiyo. Asanteni. Nayo Jumatatu ndipo takuwa na mazishi ya ndugu yetu pale Nyeri, na tunawakaribisha vile vile. Karibuni.